Bwana, mambo vipi? Na kukaribisha tena katika channel yetu ya M15 TV ambapo tutakuwa pamoja na wewe tunapozungumzia mambo ya michezo. Usisahau kwamba uko na Emmanuel katika maongezi haya, na nimebahatika kupatana na Pasi Milioni ambaye ni naamini kwamba shabiki mkubwa kabisa nguri wa Simba, ambapo atakuja kutuelezea mengi kuhusiana na vile ambavyo anatazama jinsi ambavyo Simba inaendelea kimchezo. Ukumbusho ya kwamba mchezo wa juzi tu Simba ilinufaika kushinda goli moja. Kwa hivyo tuko hapa kwa ajili ya kumuuliza maswali machache ambapo atakuja kutuelezea vizuri. Karibuni sana. Leo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema tele. Nipo ndugu yenu balozi wa Grand Care Tanzania Limited M15. Mimi nipo naendelea kupambana. Ndugu Emmanuel, mimi niko vizuri, niko fire, niko moto kweli. Namshukuru sana Mungu wangu. Kama ulivyonikuta nimetaradadi kama ulivyosema, mimi ni shabiki pamoja na mwanachama vile vile wa Simba Sports. Kama ulivyosema, mimi kweli Pasi Milioni Simba Ulaya, mipasi mingi ndo mtu wa burudani katika mashabiki wa burudani. Mimi mmoja wapo vile vile. Nipo katika kuunogesha mpira wetu wa Tanzania kakaangu. Naam, nikirejesha nyuma kidogo tu kwa sababu ikumbuke ya kwamba Simba wameshasafiri kuelekea South Africa ambapo wako na mchezo upande wa Durban. Na katika siku chache zilizopita walipokuwa na mchezo waliweza kushinda goli moja. Kwa hivyo wanapoenda kukutana na timu hiyo tena kwa ajili ya kurudia mchezo huo, unahisi walikosea wapi katika mchezo uliochezwa na unawaushauri vipi ili waweze kufanya bora zaidi katika mchezo ambao uko mbele yao? Target ya mashindano ya kimataifa haya yanacheza kikubwa, na hicho ndio kimetusaidia Simba Sports mpaka sasa hivi katika viwango vya ranking ya CAF tuko nafasi ya 4 kutokana na ubora tuliokuwa nao. Kwa nini tumekuwa na ubora huo? Tuna miaka kama 6 tunaishia robo. Mwaka huu tukiwa na mwekezaji wetu tumeona usajili waliofanya quality ambayo iliyotukuka yenye uwezo wa hali ya juu. Tuko tayari nafasi ya 4. Wana Simba tunaendelea kufly, tunaendelea kufarijika. Target ya mechi iliyopita, target ilikuwa tumalize mechi hapa nyumbani. Tunaimaliza kwa nini? Kwa ushindi wa aina yoyote isipokuwa ushindi wa goli nyingi ndio ambao ungetupa sisi confidence zaidi ya kujiaminisha ile kisawa kwamba tunakwenda South Africa, tunakwenda shopping. Lakini linalopangwa na Mungu uwezi ukalizuia wewe binadamu. Tumetengeneza nafasi nyingi, tumekosa magoli mengi. Kila mtu ameona Afrika Mashariki na Kati, nafikiri watu wameona Burundi, Rwanda, Kenya, kote kwa wameona, duniani kote wameona. Tulikosa sana magoli mengi, umakini ulikosekana, lakini vingine mchezo wa mpira nao unaendana na bahati. Tulikosa bahati, lakini target yetu Simba Sports tutoke nusu finali twende finali. Tunakwendaje finali? Tayari tushatanguliza mguu mmoja, tayari tushaweka mbele. Kwa kinachotakiwa twende South Africa, tunakwenda kwa nidhamu. Tunakwenda kwa nidhamu iliyotukuka, nidhamu ya hali ya juu. Kikosi changu na kiamini, technical bench kwa ujumla naamini, hata viongozi wangu. Kwa hiyo na imani kabisa, sidhani kama Stere Buche watatufunga sisi goli 2 bila sisi kupata angalau goli moja. Hilo sidhani. Na sare ya aina yoyote ile Simba Sports tumepenya. Kwa hiyo tuna nyongeza vitu viwili. Sare ya aina yote tunapita. Tukipata goli sisi at least 2-1, wale tunakuwa tunawatoa kwenye mchezo. Isipokuwa sasa kinachotakiwa kikosi changu cha Simba, cha wachezaji wangu wa Simba Sports, kipindi cha kwanza kinapoanza tu, filimbi inapopigwa, wawe makini hasa kwenye zile dakika 15 za kipindi cha kwanza, kwa sababu wale watataka dakika 15 wazitumie kusawazisha ile makosa. Kama sisi nafikiri tulivyocheza na Al-Masry, kitu ilijitokeza baada ya kule kwao Al-Masry kule kupata tulivyofungwa goli 2 zilituchanganya sana akili. Tuko tunasema hatuisi bora tungefungwa goli 1, kidogo mzigo ungekuwa tofauti. Lakini sasa hata Steri hawa wa South Africa nao akili yao hiyo hawa wametufunga goli 1, ni rahisi kurudisha na kuongeza zaidi. Kwa hiyo kinachotakiwa sisi, wakati wao wana discuss sasa katika dakika 15 zile kwamba watufunge, sisi tulinde kwa nidhamu ya hali ya juu, tuwaheshimu. Mara nyingi mashindano kama ya Kiafrika, kimataifa, mcheza kwao utunzwa na mbwa mkali kwao ndo anabweka kweli. Lakini mimi na imani
Japo mimi sitopata nafasi ya kwenda kutokana na ratiba zangu kidogo zimekuwa tofauti. Maana mimi napenda Jumapili ninge church, nimeulizia mambo ya daba ni kanisa nini. Nimeambiwa bwana kule kidogo itanisumbua na kuamka alfajiri peke yangu unajua. Kwa hiyo nimeshindwa kwenda hapa. Kwa hiyo watakaye kwenda hasa wa miji yote ile na imani kabisa. Maana tukitoka nje ya Tanzania, Watanzania wetu lote linakuwa hili moja. Kwa na imani Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Zambia, Msumbiji, Malawi, Botswana, Zimbabwe wote watakuwa upande wetu wa Tanzania. Kwa mimi naomba mashabiki wa hizi nchi zote hizi ambazo mimi nilizozitaja waje kwa wingi katika kuisapoti Tanzania. Sababu sisi ni ndugu zetu wote hao. Kwa hiyo wanapokuja kwa wingi kuisapoti timu yetu na imani tutapata matokeo. Kwenye miji ya jirani Pretoria, Joburg na wengine Cape Town wote waende kwenda kuisapoti timu ya Tanzania na ya Afrika Mashariki na ya Kati. Sababu sisi wote hapa tunaongea lugha hii, tunaelewana lugha moja. Kwa hiyo fika pale ubaya ubwela washangilie kwa nguvu zote na imani kabisa. Kwao nyumbani kwao ndo kutakuwa kama kwetu. Kwa wao kutakuwa ndo kwetu sisi, na kwa wao ndo kwetu sisi, kwetu ndo kwao kwetu sisi vile vile. Kwa mimi sina wasiwasi, isipokuwa tu naomba wachezaji wangu Mungu awape afya njema na tele. Hilo na imani kabisa tutapata matokeo, tutakwenda finali. Asante sana. Naenda kukumbusha kwamba unafuatilia M15 TV, na katika hali ya kupitia kwenye mitandao nilipata wasiwasi kidogo kuhusiana na watu wanaodai kuwa mashabiki wa Simba, yani wamevaa jezi la Simba, lakini ukienda kuangalia matamshi yao huwa wanaponda Simba yenyewe. Jambo hilo likanikwaza. Vipi kama shabiki mkuu unalizungumziaje na wewe? Kwanza ninachotaka niwaambie wana Simba wenzangu, nabii wa kweli utamtambua kwa matendo yake, na mwenye kilanga apewe pole. Shabiki wa Simba Sports utamtambua kwa kauli zake, huyu kweli Simba au huyu sio Simba. Kwa mimi na uhakika kabisa wenye Simba yetu, mashabiki wa Simba wote wanawajua. Sababu ukimwangalia mtu Simba ikishinda anaponda, Simba ikifungwa ndio kabisa huyo sio Simba. Isipokuwa tu ombi langu, ukishajiona umevaa jezi ya Simba usipende kuitukana timu ya Simba Sports. Japo watu tunakukalia kimya, wewe ambaye unaopenda kuisema Simba kwa mabaya, ukae uelewe unatuumiza sana sisi mioni mwetu. Yani tunaumia sana unapoisema vibaya timu yetu huku umevaa jezi yetu. Ni bora uiseme vibaya Simba huku ukiwa haujavaa jezi ya Simba. Ukivaa jezi ya watani, wewe tuseme vyote unavyoweza vile. Vyote unavyoweza, vyote vile. Lakini sio unavaa jezi ya Simba hapo tena unatusema Simba vibaya. Kwa kweli kwa mimi huwa naumia sana sana, hasa ninapomuona huyo mtu mwenye tabia kama hiyo. Nachoambia wana Simba wenzangu, Simba mshikamano wetu, slogan ya tutochea wazee wetu ndo ya kuifuata. Yani slogan yetu wazee wetu kwamba Simba nguvu moja. Isipokuwa sisi wengine ndo tumeongeza vile vihenjo, kama mimi nilivyoongeza Simba sio kuku na Simba anyatiwi. Ukitaka kujaribu wewe mtafute Simba tu, shika kisu chako useme ukamchinje, utaona mziki wa Simba ukoje. Kama unabisha Simba umemwona kwenye msitu kwenye lada zake, mnyatie, ndio utajua Simba ni kiumbe cha aina gani. Kwa unachotaka niwaambie wana Simba zangu, kimuona mwana Simba anayesema vibaya kwa Simba kwa maneno anayojua huku kavaa jezi ya Simba, usichukulie hatua sana sana, usifanye ukataka maamuzi unayojua wewe. Sheria inaweza ikakuzuru. Sana sana unaomba bwana bro, unachokifanya hichi sio fair, sio kizuri, unakalaisha watu wengi, basi unamwacha. Kama ataendelea wewe muache, sababu mwenye kiranga wala apewe pole kakaangu wewe.
Bwana kama unavyosikia mzee pasi milioni, pasi nyingi amesema ya kwamba Simba sio kuku, kumaanisha kwamba Simba ni mnyama mkubwa. Na katika pia pitapita zangu katika ya chat ranking niliweza kuona kwamba Simba ndiyo timu miongoni mwa timu bora barani Afrika ambapo ilichukua nafasi ya 4. Jambo hilo ulipolipata ulihisije ama ulilizungumziaje kuona kwamba Simba bado inaweza kupata nafasi ya 4 barani Afrika kote? Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu, nashukuru sana viongozi wangu, namshukuru sana mwekezaji wetu Mo jinsi timu yetu wakati anaanza kutuambia kwamba nataka niwekeze, ni support Simba, Mungu akipenda iwe katika viwango vya CAF at least namba 1 mpaka 2 mpaka 3 mpaka 4. Wako watu ambao waliobeza wakisema hilo swala haliwezekaniki, miaka yote tupo. Kwa kweli bwana nampongeza na namshukuru sana. Kwa mantiki hiyo sasa, nilipogundua na kuona timu inapokwendea, nilikuwa najua kabisa kwamba iko siku Simba yale maneno alikuwa akiongea Mo Dewji yatatimia. Kweli bwana, Mungu sio baba Aziza, katuona wana Simba. Pila tulopiga, unajua soka letu sasa hivi la Afrika limehamia kaskazini. Kwa timu zenye za kaskazini nikiongelea kwamba Tunisi, Morocco, Masli, Algeria, kwa zile timu ambazo sisi tushacheza nazo sana zamani. Kwa mfano kama Algeria, sidhani kama nyewe bado mnakumbukumbu, kuna timu moja Algeria ilikuwa inaitwa Al Ahly. Ishakutana na Simba tukamfanya mbaya. Kuna timu moja Tunisi ilikuwa inaitwa Etoile du Sahel. Yaani kipindi kile hizo ndo zilikuwa ziko kwenye moto wao za Algeria pamoja na Tunisia. Wacha huyu mkongwe ile hali ya Masli, unaona bado yeye anaendelea kujitutumua na kuweka heshima ya Misri. Katika kumbukumbu zangu kulikuwa kuna timu moja wacha Ismailia, nilipata bahati nikiwa nakuwa ilikuwa inaitwa Meala ile Kubla. Hiyo ilikuwa naye tishio kweli, sio imepotea vipi hiyo ya Masli hiyo. Niko mdogo, radio ilikuwa Radio Tanzania. Tunafikiri kwenye 70 kitu ile. Simba tunakwenda klabu bingwa nusu. Sasa piga hesabu tena klabu bingwa miaka hiyo. Wale hapa Goma lilikuwa sare. Tumekwenda kwao Golini alikuwa Mambo Sasa. Hiyo zamani. Golini Mambo Sasa. Wale mpaka off time kule kwao bila. Wakaona hii hatari. Wakafanya wanavyoeza wao, fujo Waarabu wa kwanza juzi wala jana. Sisi ndo maana Simba utakuta tushazoea plika zile za Waarabu. Wakafanya ila kumchukua Mambo Sasa, wakamwangalie huyu sevu zake hizi, kuna kitu anacho kwenye mwili kakifunga au imekuwa vipi. Wakamchukua ukae kwa ulinzi kuhakikisha kumsearch na mashine zao nini, wakamgundua kweli ana kitu cha aina yote kinachosababisha kana kwamba awe anaokoa ile michomo ya wale Waarabu. Chezo kachezwa, visa vimeanza zamani, sema Simba ndo tumekomaa. Ndio maana unaona hata nyimbo Alikiba anasemaga sio leo, toka zamani Simba ana mpinzani. Ikaenda sasa imechezwa game, ngoma penalti. Wakatupiga penalti kwa ila zao, mambo ya mafataki, mambo ya nini. Wa kwanza leo na fujo vulumai, ukamchika hili pigwa bastola kwa juu, kipa anageuka huko, penalti wakatutoa. Kwa hiyo Simba Sports sisi vile vitu tulikuwa tunamnavu ambao tuliona tuko wadogo, sasa hivi tushakuwa kabisa, tena tunaelekea uzeeni. Tunaiona Simba ndio inakwenda kwenye nusu shirikisho. Japo mimi Simba Sports huku mimi nilikuwa nataka sio kwa shirikisho tu, nilikuwa nataka klabu bingwa. Lakini Mungu ametupeleka kushirikisho. Wale waliokuwa wamengangania klabu bingwa wameishia njiani, ngoma piston imetokea mbavuni, wamerudi mapema, center bolt imekata. Wote wanatoka klabu bingwa wote. Tanzania, Afrika Mashariki na Kati ni Simba pekee na peperusha bendera. Kwa hiyo mimi kama mimi bro nilisikia na nilifarijika sana, na hii imeleta neema na faraja kwa president wetu mama yetu Samia Hassan Suluhu, kana kwamba na yeye
mchango wake tumeuona, pamoja kwamba TFF walesikalia na wenzake kina Kidau na wengine na mzee wetu Almas Kasongo pamoja na Mguto bodi ya ligi kule, ule mpira ulivyokuwa sasa, mama ameamua kuzidi kutupa motisha kwenye timu yetu. Akasema goli milioni 20 sio hela ndogo, na nimepata taarifa hapa, nimeona Mo kaandika, mama ametupa ndege kwa ajili ya wachezaji. Ametoa ndege kwa ajili ya wachezaji waende zao kwenda kuipambania logo ya Simba Sports Club. Kwa na imani mama sikatoa ndege ya wachezaji, kwa mimi ninavyoona mbali naona kabisa mama, Mungu akitujalia tukiingia finali Morocco, mama atatoa ndege kwa ajili na mashabiki nao tuende hii ya wachezaji. Kwa hiyo mama na imani kabisa na sisi mashabiki atatupatia ndege ya kwenda Morocco. Kwa mimi kama mimi nimeendelea kufarijika, na kila siku unajua bro, sio masiala kuingia kwenye viwango vya kafu top 4. Tangu tumepata uhuru hadi leo hii, President Nyerere akaja Mwinyi, kutoka Nyerere akaja Mwinyi, akaja Mkapa, akaja Kikwete, Magufuli, mama yetu Samia Hassan Suluhu. Hatujawahi timu ya aina yoyote Tanzania kuchukua nafasi ya 4. Tena sio sisi, Afrika Mashariki na Kati yote hii hapa haijawahi kutokea. Isipokuwa nyie waandishi wa habari ili mnajifanya kama mlioni, hasa nyie M15 nyie mnanongwa. Waambieni watu kwamba Afrika Mashariki na Kati haijawahi kutokea CAF, yani timu ya Afrika Mashariki na Kati kuwa nafasi ya 4 katika viwango hivi ambavyo CAF Simba Sports tupatia sisi wana Simba. Ili mnajifanya kama muoni. Na haijawahi kutokea Afrika Mashariki na Kati timu ya aina yoyote kupata mdhamini wa jezi tukuweka bilioni 38. Ili mnajifanya kama mjui. Kama mpo, mimi naangalia nyie mtakuwa mwendi mbinguni nyie. Nyie waandishi si una mafarisayo na nani, japo maandiko yameongea. Kwenye ukweli semeni ukweli. Maana mimi najua sisi Simba Sports hatujawalika nyie nafikiri kwenye futari tulikuwa kwenye majukumu ya kitaifa. Viongozi wangu wana majukumu ya kitaifa, na ndo haya. Hakuna kualikwa kwenye futari, hakuna kwenye nini, kila mtu alikuwa na futuru kwake, na tumeona tulichokipata wana Simba tunalizika nacho. Kwa unachowaambia tu wana Simba zangu, sisi wengine kilichobakia ni kumuomba Mungu, dua na sala tu. Bwana uzee ni madini. Nafikiri kama utakuwa msikilizaji mzuri, mzee amejaribu kukuonyesha umbali ambao umetoka akiwa shabiki wa Simba. Yani ameanza kukuambia mpaka wa inchi kabla haijapata uhuru, yeye akiwa ndiye shabiki mkuu wa Simba, mpaka akakupea hadithi vile ambavyo timu hii imekuwa ikishinda na kupata nafasi tofauti nzuri. Kitu pia ambacho amekumbusha watu kwamba wameshindwa kuona ubora wa Simba kuwa top 4 barani Afrika, kitu ambacho kimechukuliwa kirahisi na wananchi. Kwake yeye amedai ya kwamba anahitaji watu wapongeze timu hiyo, kwa sababu kuchukua nafasi ya 4 sio jambo dogo. Pia amekumbusha watu mpaka wawekezaji kuweka bilioni 38 sio jambo la mchezo. Kwa hivyo jaribu kuangalia ukitumia jicho la tatu, kama anavyoona kwamba kweli kuna mambo mazuri yanaendelea. Na nafikiri ya kwamba Simba imeondoka Tanzania kwenda upande wa South Africa ambapo iko na mchezo. Basi unasi wananchi jambo gani wafanye kwa ajili ya timu hiyo inapoenda kupresent nchi ama taifa yote kwa ujumla? Kwanza ni jambo la faraja, kumtanguliza Mungu mbele. Mimi nachoomba tu Watanzania wenzangu, Waganda, wa Kenya, wa Rwanda, wa Msumbiji, wa Burundi, wa Zambia, paka kule Kameruni, kwa kina Ateba, Kameruni, Guinea ile akina Kamala, Papin Kamala, kwa kina Chefon Malon ndo Kameruni ile. Kwa hiyo dua zao na sala zao wakimweka Mungu mbele, na sisi wengine hapa, naye mimi rafiki yangu mzee wa kanzu nyeupe Hamis Kondo, yeye ana kanzu nyeupe zaidi ya 70, yani kanzu zake ni nyeupe tu zaidi ya 70, kila siku anavaa kanzu nyeupe. Na ndugu yangu Saleh Ali to Chicago, nachoomba
dua na sala. Wale waliopata bahati kwenda South Africa, wakina Juma Katenga wa Dodoma pamoja na Mrisho Transporter wa Kamangafeli Mwanza, nachoomba dua zao na sala zao, na imani tutafanikiwa. Japo wiki hii kidogo kwetu sisi, kwa mfano kama mimi niko kwenye majonzi, unajua tumepoteza papa, ujue Mzee Bulang Katri, kwa nimepoteza papa, na hapa pole wenzangu ambao tulopata msiba, sababu ndio kiongozi wetu sisi ule namba 1. Kwa hiyo ndio hicho tunachoambiwa wana Simba wenzangu, dua na sala zetu. Najua hata kwa watani katika 99.9 kwa watani 99.9 hawataki sisi tufuzu. Ni wachache, mmoja hapo akiwepo mbunge wa Chalinze Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, waziri wa kazi, ajira na ulemavu na vijana. Yeye ni mtu ambaye mimi alinipigia simu Baba Aziza kuniambia na kutakia pasi milioni, kila laheri, peperusheni bendera ya Tanzania kwa usalama usalimini. Kwa wengine wote walikuwa natubeza, amtoki amchomoi, amtoki amchomoi. Naambia ubaya ubwela tunaupeleka kwa Madiba, kwa Moses Madiba, kichwa cha nyoka akibebi mzigo. Kweli kabisa. Nafikiri umepata anachojaribu kuambia Watanzania na wapenzi wa sport. Anachojaribu kumaanisha ni kwamba tu waombee, kwa sababu naamini Simba kama club imetoka nje ya nchi kwenda kuwakilisha taifa nzima. Kwa hivyo licha ya utofauti wetu ama tofauti zetu, tunapaswa kukaa pamoja na kuwaombea dua zetu nzuri mbele za Mungu ili aweze kuwawezesha ushindi, maana watakapokuja ama kurejea wakiwa wameshinda ni ushindi wa taifa. Naam, tunajaribu kufika mwisho wa maongezi yetu, lakini kabla hatujamaliza, acha aongee neno moja, pasi milioni kwa mashabiki zetu. Mimi nachoambia tu mashabiki, narudia tena kuambia, mchezo wa mpira una matokeo ya kikatili, kuna kufungwa, kuna kusuluhu na kushinda. Lakini target yetu tuingie finali. Tunaingiaje finali? Tumweke Mungu mbele, tunaingia finali, tuwape nguvu wachezaji wetu, tuwape nguvu viongozi wetu. Simba nguvu moja, ubaya ubwela. Basi nikutakie siku njema bwana Pasi Milioni. Asante sana. Asante na wewe Emmanuel. Karibu sana.